Na kuelekea maadhimisho ya Mei Mosi, siku ya tarehe mosi Mei, tutaliangazia kundi la wafanyakazi ambao huenda bado hawajaona kama shughuli zao ni sehemu ya kazi, na nilikutajia pale awali kama vile kundi la bodaboda, madereva bajaji ama mamalishe. Wanaona kama hii Mei Mosi ni ya wale waajiriwa tu serikalini na taasisi binafsi, lakini wao haiwahusu. Je, ni sahihi katika hili? Naam, katika kulizungumzia hili hapa studio tunaye Ramadhani Mabiki, ambapo yeye ni meneja mradi wa Achazation ama Acha Ujanja kutoka taasisi ya Darasa Kazini. Ramadhani Mabiki, karibu sana kwa hakika. Asante sana, nashukuru sana. Wanasemaje? Nashukuru pia na sisi Darasa Kazini kwa kupata nafasi ya kuwepo na nyinyi leo hapa. Kwa nini Achazation? Unajua limeniwazisha Achazation. Ndio. Achazation limetokana na asili yake ni neno la mtaani. Likiwa lina maana acha kuzingua au acha kuchukulia vitu poa. Kwa hiyo ni neno ambalo tumeibua mtaani. Tukaona kwa sababu kampeni yetu pia inawagusa moja kwa moja watu wa mtaani ambao ni sekta isiyo rasmi. Tukaona tukija na hilo neno pia litakuwa linakaa vizuri kwenye vichwa vyao kwa urahisi vizuri. Okay. Ndio. Watalielewa vizuri. Watalielewa vizuri kwa sababu walengo wetu ndo watu wao vijana sana. Sasa Mei Mosi ndio hiyo inakuja na mmegusa makundi haya ambayo pengine wao kwa kazi wanazozifanya wanajihisi kama haiwahusu na inawahusu hasa. Tuanzie hapa. Ndio, tumekuja na hili kwa sababu tumeona kama sekta ambayo sio rasmi imekuwa inasahaulika sana. Watu kama bodaboda, mama lishe, mama ntilia wanakuwa wanasahaulika sana pindi ambapo watu wanajali usalama wao wakiwa kazini. Kwa hiyo sisi kwa kuliangalia hilo tukaona tuje na kampeni ambayo itawagusa wao moja kwa moja. Kwa hiyo sisi kama Darasa Kazini tulikaa tukaja na hii kampeni ya Achazation ikiwa nawakumbusha kwamba wasichukulie vitu poa, kwa sababu kwenye sekta isiyo rasmi wanachukulia vitu kwa mazoea. Kama bodaboda unakuta kwa sababu anaendesha bodaboda kila siku apate ajali na avai helmet wala achukui tahadhari yoyote, kwa anachukulia vitu kiurahisi tu kama jana kwa sababu nilienda nikarudi nyumbani salama. Kesho pia nitaamka. Kama malishe pia vile anakuwa anahusika na moto lakini achukui tahadhari zote za kujikinga na moto. Kwa hiyo tukaona kwa sababu hizo sekta haiguswi sana, tukaona tuje na kampeni ambayo imewalenga wao moja kwa moja. Kwa hiyo tumekuja na hii kampeni ambayo tumeshaizindua, lakini kitaifa kabisa rasmi tutaizindua kwenye makao yetu makuu ambayo tunapatikana Mara Bunda. Tutatajia tarehe kwenye mitandao yetu ya kijamii siku ya kuzindua rasmi hiyo kampeni. Kwa sasa hivi tumeanza kuizindua upande wa mitandao ya kijamii kama hivi. Na kwenye mitandao ya kijamii ukisema unamaanisha mitandao gani au mnatumia kwa majina gani? Tuko Instagram, tunafahamika kama Darasa_Kazini. Kwa sasa hizi ndio mtandao ambao uko active, lakini baadaye tutakuwepo TikTok, tutakuwepo na YouTube. Okay. Pindi tunapozindua kampeni hiyo tutatajia pia na hizo akaunti zingine. Sawa. Kuelekea sasa kuzinduliwa kwa hiyo kampeni, tufafanulie kwa kina hapa. Ni kampeni ya namna gani na pengine njia zipi mtakazozitumia kwenye kufikisha ujumbe kwa makundi haya ambayo yamesahaulika? Kampeni yetu sisi itakuwa ni kampeni ambayo itakuwa inagusa Tanzania nzima. Kwa tutakuwa tunaenda kwa phase tunasema. Kwa phase ya kwanza itahusika mkoa wa Dar es Salaam na mkoa wa Musoma, ambapo tutakuwa tunaandaa warsha, tunawafikia wale walengwa kama bodaboda, kama mama ntilie, tunaandaa warsha tunafikia. Na warsha hiyo itakuwa inahusisha mafunzo ya namna ya kutekeleza usalama wakiwa makazini kwao, lakini pia tutakuwa tunawasaidia vile vifaa muhimu vya kujikinga na hatari wakiwa makazini kwao. Kwa hiyo itakuwa ni kampeni ambayo ni mahususi kwa ajili ya kutoa elimu, lakini pia kuwasaidia vile vitu ambavyo tunahisi wanakosa. Kwa mfano bodaboda wengi wanalalamika kwamba element zao pindi zinapokuwa zimepotea wanakuwa hawana. Mwingine unamuuliza anakuambia sina element, tutafanya nini? Umeona, mwingine anakuambia mimi sijazoea kuvaa tu coat jacket kujikinga na upepo. Kwa hiyo tutakuwa tunawapa elimu ya kwa nini wavae. Na baada ya kuwapa elimu tunawapa hivyo vitu ili wajue kwa nini tumewapa vile vitu. Kwamba tunawapa elimu ya kwa nini wavae, ndio tunawakabidhi vile vitu ili asichukulie poa tena siku nyingine akaleta zeshen kuto kuvaa hivyo vitu. Basi sawa. Taasisi ya Darasa Kazini, mko peke yenu au kuna kundi la watu wengine ambao wako nyuma yenu mnahakikisha kwamba hii kampeni inapenya kwa hawa wafanyakazi wadogo ambao wenyewe hawana confidence, hawana kujiamini ndani yao? Maana umeongelea mambo ya usalama kazini na tunajua OSHA wako mstari wa mbele kuhakikisha kwamba katika maeneo ya kazi basi usalama upo. Kuna nafasi gani ya
ya taasisi nyingine ambazo zinahusika na masuala ya waajiriwa, wafanyakazi na usalama wao katika maeneo yao ya kazi? Hii kwa sasa hivi kampeni kama tulivyosema ndo tunaenda kuizindua na tumeshaanza kuizindua kwenye mitandao ya kijamii. Kwa sasa tunaiendesha sisi kama taasisi ya Darasa Kazini, lakini milango iko wazi kwa mataasisi ambayo tunafanya nao kazi kwa karibu, Wizara ya Afya, OSHA, kuweza kujumuika na sisi ili kusababisha hii kampeni yetu kufika mbali zaidi. Okay. Kwa hiyo tunawakaribisha pia mataasisi mbalimbali kuweza kujumuika na sisi ili kuhakikisha kila mhusika hii kampeni yetu inamfikia na ananufaika nayo. Kwa sasa hivi tuko wenyewe kama Darasa Kazini, ambapo Darasa Kazini ina memba 11 ambapo wanaume ni 8, wanawake ni 3. Okay. Kwa sasa hivi tuko wenyewe, lakini tunakaribisha milango kwa mataasisi, makampuni, mtu yote ambaye ataguswa kuweza kushirikiana na sisi katika hii kampeni tunamkaribisha sana. Sawa, inawezekana kabisa mpaka kufika katika uzinduzi rasmi kachukua muda, lakini tuna tukio la Mei Mosi na makundi haya ndio makundi yaangaziwa hasa Achazation. Ni kwa namna gani basi makundi haya kwanza yanatakiwa kujitambua na kujua kwamba wanahusika hasa na sherehe hizi za Mei Mosi? Ndio. Sawa. Kwa sisi tumeshaanza, nafikiri siku ya Jumamosi tutakuwepo maeneo ya Mbezi. Tutakuwa Mbezi Africana pale, tutakuwa moja hapo na kikundi cha bodaboda ambapo tutakuwa tunatoa elimu pia, tutafanya siku ya Mei Mosi. Tutafanya usafi, tutatoa elimu, lakini pia tutawakabidhi hivyo vifaa vya usalama. Kwa hiyo tunaanza kwa kutembelea baadhi ya vituo vya bodaboda, lakini pia kuonesha, kwa sababu ni siku ya wafanyakazi, tutashirikiana nao kwenye mambo ya kijamii kama kufanya usafi. Okay. Hiyo inakuwa baada ya Mei Mosi. Mei Mosi sinakuwa Ijumaa. Sawa. Baada ya Mei Mosi. Ndio. Sio mbaya. Lakini sasa mbali na kutoa elimu, kuna namna taasisi mbalimbali, kuna namna ambavyo watu wanasherekea. Wanategemewa kuandamana kuelekea eneo fulani, kukutana labda ambako kuna kitaifa, watu wanakutana hapo, wanatoa sera zao, wanatoa hoja zao. Kwa upande wa makundi haya ambayo umeangazia, mnafikiria ni kwa namna gani mnaweza mkafikisha taarifa sehemu sahihi ambazo zinahusika ili na wao waweze kupata ile thamani kama wafanyakazi? Sisi nafikiri kwa sababu makundi haya kama ulivyosema huwa yanasahaulika kwenye sherehe za muhimu kama hizi ambazo zinawahusu, kwa sababu ni wanashindwa kuhusika moja kwa moja sababu ya kuto kupata taarifa. Kwa sisi moja kwa moja ni kuwapelekea taarifa. Tunatembelea kwa mfano kama sasa nilivyosema, tutakuwa tunapita kwenye vituo vya bodaboda kwa kuanza navyo. Tutakuwa tunapita tunafanya nao usafi maeneo yao ya kijiwe. Umeona? Ambapo tutakuwa tunawapelezea pia taarifa kwamba wao pia ni wafanyakazi na wanahusika katika hizi siku muhimu za wafanyakazi ambazo wanakuwa wamesahaulika sekta ambazo sio rasmi. Kwa hiyo sisi tunawafikia wao moja kwa moja kwa sasa hivi, kwa sababu tumeona kwamba uwezo sisi wa kuweza kuwapa taarifa ni kuwafikia wao moja kwa moja. Kwa hiyo tutakuwa tukiwafikia wao na kuwatembelea kwenye vituo vyao na kuwapa taarifa na kuwakumbusha kwamba wao pia ni wafanyakazi, wasijiweke pembeni. Okay. Na sina shaka kwenye kuwakumbusha huko mnagusa nyanja tofauti watu kuwa na bima, lakini kuhakikisha ya kwamba vyombo vyao pia vinakuwa na bima, lakini kujihakikishia maisha yao kwa ujumla kwa kutembea kwa mwendo salama na kuchukua tahadhari wakiwa barabarani. Asante. Sisi tunakushukuru sana Bwana Ramadhani Mabiki. Siku bado kuelekea uzinduzi, sina shaka itakuwa ni tukio la kiaina yake na mahususi. Basi tutakuwepo. Ndio, tutawakaribisha pia kama ambavyo tumetupa fursa ya kuwepo hapa. Nafikiri pia tutawakaribisha tunapofanya uzinduzi rasmi wa kampeni yetu. Tunafikiri kama mliotukaribisha hapa pia mtatuitikia na mtaweza kufika sehemu husika. Kwa hiyo tunashukuru sana kwa kutupa nafasi hii. Kama nilivyosema, tunapatikana mitandao ya kijamii Darasa_Kazini, lakini pia anaweza nikatoa namba pia ya katibu wetu, ambapo kama mtu atakuwa anataka kujua zaidi kuhusu kampeni na namna gani atashiriki, ataweza kumpigia katibu wetu wa taasisi. Namba yake ni 0763 205 431 anaitwa 0763 205 431 anaitwa Musa Kavula. Kwa hiyo akimpigia pia wewe ataweza kumpa maelekezo mazuri kuhusu kampeni kama mtu atawiwa kujiunga na sisi. Asante sana. Ni meneja mradi Ramadhani Mabiki kutoka pale mradi wa Achazation ama Acha Ujanja kutoka taasisi ya Darasa.